Kwanza kabisa nachukua nafasi hii kuomba radhi kwa kuchelewa kidogo kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo tunaomba radhi sana kwa jinsi ambavyo tuliwaambia muda lakini tumepitiza kidogo. Kwa hiyo tunaomba mtuwie radhi. Nimekuja hapa kuleta taarifa na maamuzi yaliyotolewa katika kikao cha kamati ya utendaji ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ya Tanzania ya Vodacom, kwa maana ya kwamba ligi kuu, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili katika nchi yetu ya Tanzania. Kamati ilikaa tarehe 29 mwezi wa kwanza 2020. Na haya yafuatayo ndio maamuzi yaliyofanywa na kamati iliyokaa kikao hicho cha tarehe 29. Kuhusiana na ligi kuu ya Vodacom, kulikuwa na mchezo namba 17. Mchezo huu ulikuwa unahusu timu ya Mbeya City pamoja na Yanga. Na katika presi iliyopita mwenyekiti wa bodi aliweza kuelezea kwamba kuna kamati maalum ambayo iliundwa kwa ajili ya kuweza kuangalia na kufanya review ya matukio ya mechi ambazo zilikuwa zimetolewa maamuzi. Katika mechi hii mojawapo ilikuwa ni Mbeya City pamoja na Yanga. Kamati imepitia taarifa ya matukio ya mchezo huo kutoka katika kamati maalum na kubaini yafuatayo. Kutokana na mvua nyingi zilizokuwa zimenyesha wakati wa mchezo huo, hali ya uwanja ambao ulikuwa ni uwanja wa Sokoine ilikuwa sio nzuri na kusababisha utelezi kwa kiwango cha hali ya juu. Kulikuwepo na baadhi ya matukio yaliyolalamikiwa na timu zote mbili, ambapo kamati imejiridhisha hali ya uwanja ilikuwa sio nzuri, na hata hivyo kamati imetoa adhabu ya onyo kwa mwamuzi Florentina Zabron ili awe makini kwenye utekelezaji wake wa majukumu, ikiwa na pamoja na kuhakikisha hali ya uwanja inakidhi matakwa ya kisheria. Adhabu hii imetolewa kwa mujibu wa kanuni namba 39 kifungu cha 6 ya ligi kuu inayohusu udhibiti wa waamuzi. Sambamba na hiyo kamati maalum, kulikuwa na mechi namba 130 ambayo ilikuwa inahusu Simba pamoja na Yanga, mechi iliyochezwa tarehe 4 Januari 2020. Pia kamati imepitia taarifa hiyo ya kamati maalum na kubaini na kuja maamuzi kama yafuatayo. Kamati imebaini kuwa kulikuwa kuna matukio ambayo hayakuamuliwa kwa usahihi kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu. Kutokana na mapungufu yaliyojitokeza kwenye mchezo huo katika utendaji wa kazi zao kwa mwamuzi B. Genesia Rukia ambaye ndio alikuwa mwamuzi wa kati na mwamuzi msaidizi namba 1 Sudi Lila, kamati imewapa adhabu ya onyo ili matukio hayo yasijirudie tena. Adhabu hii pia imetolewa kwa mujibu wa kanuni namba 39.6 ya ligi kuu ya Vodacom inayohusu udhibiti wa waamuzi. Upande wa ligi daraja la kwanza, mechi kati ya FC pamoja na Gwambina, matokeo yalikuwa ni FC 1 pamoja na Gwambina kwa goli 3. Timu ya FC ya Arusha imepewa onyo kwa kosa la washabiki wake kuwapiga mawe mashabiki wa timu pinzani na kutaka kuwafuata waamuzi kwa kulalamikia na kupinga maamuzi ambayo yalikuwa yametolewa katika mchezo huo uliofanyika Januari 18, 2020 katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Mechi namba 71B ambayo ilikuwa inahusisha Stand United pamoja na Pamba, matokeo yalikuwa Stand United goli 1 pamoja na Pamba goli 1. Timu ya Stand United nayo imepewa onyo kwa kosa la washabiki wake kuwasukuma wachezaji na washabiki wa timu pinzani kabla ya mchezo kuanza.
hiyo ndio kamati iliona kwamba wapewe barua za onyo kwa tukio hilo ambalo limeweza kutokea katika mechi hiyo kati ya Stand United pamoja na Pamba iliyofanyika katika uwanja wa Kambarage mjini Shinyanga. Matukio mengine yalikuwa ni ya ligi daraja la pili. Mchezo namba 19C kati ya DTB pamoja na Tukuyu Star. Klabu ya DTB imepoteza mchezo huo kwa kosa la kushindwa kuhakikisha linakuwepo gari la wagonjwa kwa maana ya ambulance katika mechi iliyochezwa Januari 19, 2020 katika uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni namba 14 kifungu cha pili L ya ligi daraja la pili kuhusu taratibu za mchezo. Na hii ileweke kwamba swala la gari la wagonjwa ni la kisheria na ni la kanuni kwamba lazima liwepo kabla mchezo haujaanza. Kwa hiyo mchezo huo ulikuwa hauna hiyo ambulance wakati mchezo unaanza. Kwa hivyo DTB wameweza kupoteza. Hivyo timu ya Tukuyu Star imepewa ushindi wa pointi 3 na magoli 3 kwa kuzingatia kanuni namba 14 kifungu cha 36 ya ligi daraja la pili kuhusu taratibu za mchezo. Vile vile katika mchezo huo wa DTB pamoja na Tukuyu Star, mwamuzi Bwana Amon Elo Gombeza wa mchezo huo, kamati imemuondoa kwenye orodha ya waamuzi wa ligi daraja la pili kwa kosa la kuruhusu kuanzishwa kwa mchezo pasipo kuwepo na gari la wagonjwa kwa maana ya ambulance, na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni namba 39(1) ya ligi daraja la pili kuhusu udhibiti wa waamuzi. Pia katika mchezo huo, kamishna wa mchezo huo Bwana Mohamed Kirumo ameondolewa kwenye orodha ya makamishna kwa kosa hilo pia la kuruhusu kuanza kwa mchezo pasipokuwa na gari la wagonjwa ambulance, na adhabu hii imetolewa kwa mujibu wa kanuni namba 41. Mechi inayofuata ni mechi namba 20C iliyokuwa inahusisha timu za The Mighty Elephant pamoja na Majimaji. Klabu ya The Mighty Elephant imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kufika uwanjani katika mechi iliyofanyika Januari 20, 2020 katika uwanja wa Majimaji mjini Ruvuma. Adhabu hii imetolewa kwa mujibu wa kanuni namba 14(48) ya ligi daraja la pili kuhusu taratibu za mchezo. Na vile vile kamishna wa mchezo huo wa The Mighty Elephant pamoja na Majimaji amepewa barua ya kukumbushwa wajibu wake wa kuweza kuandika ripoti ambazo zitaweza kuisaidia kamati ili kuweza kufanya maamuzi yake kwa usahihi. Hayo ndiyo ambayo yalikuwa yameamuliwa kwenye kikao cha kamati ya bodi ya ligi ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kilichofanyika tarehe 29 mwezi wa kwanza 2020. Sambamba na hilo, tunapenda kutoa taarifa kwamba ratiba ya mzunguko wa pili ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania imeshatoka rasmi leo, na vilabu pamoja na wadau mbalimbali wameshatumiwa, na tukaona ni vizuri basi waandishi pamoja na wanahabari kwa ujumla mkiwa kama wadau wakubwa basi kuweza kuwapa taarifa hiyo kwamba ratiba ya mzunguko wa pili imeshatoka, pamoja na kwamba kutakuwa na changamoto nyingi ambazo zimepelekea sasa hii ratiba ya mzunguko wa pili mtakapokuwa mmeiona. Kutakuwa na mechi ambazo zitakuwa zinachezwa weekend na zingine zitakuwa za kwenda weekdays ili tuweze kumiti na kuweza kufanikisha ligi yetu kumalizika kwa wakati, na tumejumuisha pamoja na mambo mbalimbali yanayohusiana na timu za taifa na nini. Kwa hiyo ratiba hiyo tayari imeshatoka na mnaweza mkaipata kwa wakati ambao mtakuwa mmeweza kuikubali ili muweze kuiangalia, lakini ratiba hiyo imeshatoka rasmi leo ya mzunguko wa pili ya ligi kuu ya Vodacom. Auzo 5 bila sasa ndio soka beza data 24 iko mtaani tena vibanda umiza. Mashabiki wa Yanga pala hajui chochote.